الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Maashara sada, nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametukusanya hapa. Hatujakusanyika kwa lolote isipokuwa kutafuta radhi zake, na kama kuna mwingine ana nia tofauti na hiyo, aanze kuifanyia tajdid na kuiripea na kuirenew nia yake, ili kusudi apate faida. Qur'ani ina mafungu matano. Fungu la kwanza ni fungu la tauhid, kwamba ibada ili iwe sawa sawa ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu, kumfanya yuko peke yake na hana mshirika na hana mtoto wala hana mfano wa chochote. Qur'ani engo hiyo imetambaa sana. Fungu la pili la Qur'an at-tabshir, inaeleza habari za furaha, kwamba watu wakifanya mema wataingizwa peponi, na peponi kuna kadha wa kadha, na sababu hiyo imetusababisha tuje hapa tupate pepo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe pepo inshallah. Lakini pia sehemu ya tatu ya fungu la Qur'an ni indhar, ni maonyo kuhusiana na moto mkali wa Jahannam, na tumekuja hapa tukiwa tuna hofu, ili Mwenyezi Mungu atuweke mbali na moto mkali, na inshallah kwa rehema zake tutauepuka. Na fungu la nne ni fungu la dua, ni fungu la maombi. Kuna aya nyingi sana zikisema hata yule asoomba ataenda motoni, na Mwenyezi Mungu anapenda kuombwa kuliko chochote. Ametuelekeza kila wakati tumuombe yeye, na katika aya hizi za maombi zimeeleza mpaka ibada ya sala, kwa sababu ndani ya sala kuna kuomba. Na fungu la mwisho la Qur'an al-Qasas, ni historia, ni simulizi. Historia zinaelimisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baadhi ya mambo, ili apate kusurvive, apate kukaza, asikate tamaa, alikuwa akisimuliwa sana mitume wenzi wake, na akiambiwa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fuadaka. Hizi historia tunazo kusimulia imani yako iwe madhubuti. Na sisi kuna baadhi ya vitu tumejiepusha baada ya kusikia historia yake mbaya, na kuna baadhi ya vitu tumevikimbilia baada ya kusikia historia yake nzuri. Na leo sasa Qur'ani ile ile inatuletea simulizi, historia ya Mtume Muhammad, ambacho ni kisa cha Isra wal Mi'raj. Kisa hichi kimesimuliwa ndani ya Qur'ani, na kisa hichi ili tukiweze
isiwe moja kwa moja tu kama mawaidha, japo kuna sehemu patakuwa na mkazo, iwe kama story. Tena kisitoe jasho kwa msikilizaji na mzungumzaji, sababu ni kirefu sana, na tukikisimulia kwa njia nzuri tutashangaa tu mara kisha kuisha kisa cha Isra. Na kisa hichi ni muhimu sana kwa sababu ni ilmu. Elimu ni bora kuliko hata sala. Elimu, na tutayajua mengi biidhnillahi alkarim. Sasa basi, ningeomba kwa mara ya pili, so masala ya ilmu na dini yana taratibu zake, mngejaza hizi sehemu hizi, lakini mmekaa mbali. Kitizama naona makamera tu haya, naona kama naongea peke yangu vile, lakini hasa wale wazee wa jaula wanajua fadhila ya vikao. Atuambia enzi hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam ukimkuta na masahaba zake, ukitandika shuka utafikiri limetandikwa chini, hamna mashimo. Kuna mkao wa stendi ya shetani hautakiwi, mpaka ukienda dawa ndio utaujua mkao huo. Bwana Mtume Muhammad kunako mwaka wa 10 kuelekea 11 tokea kupata utume, mihifadhi haya. Kwa bahati mbaya kibinadamu alimpokeza mke Alwafia, alimpoteza mkewe mzuri sana. Tunajua mtume alikuwa na wake 11, yaani wale wake zake mke huyu anakompea wote, na sisemi mimi, alisema wallahi ma abdalani Allahu khairan minha, Mwenyezi Mungu hajai kunipa mwanamke bora kama yule. Aliniamini, watu wamenikufuru, na ili dini isiwe ngumu bwana, mke haikubali. Lakini ukiwa unaenda tashkili, mke akwambia mimi sielewi hizo tashkili zako, huo mtihani. Lakini jambo lolote ili uwe nalo na nguvu, mwandani wako alikubali, kwa sababu mafanikio ya mwanaume yanategemea mwanamke alompata. Kufanikiwa sana kwa da'wa ya mtume wallahi ni yule mama yetu alompata. Hebu tusemeni radhiyallahu ta'ala anha. Huyu mama anatisha, hajai kuswali swala hata moja, wala saumu wala zaka. Maka sheria zilishuka Madina, yeye sio muhajira, alifia Maka, lakini aliwashinda walofunga, waloenda hija na umra. Sayyida Khadijatul Kubra, mashine ile. Hata siku za mwisho tulivyokomboa msikiti wa Maka, idha jaa nasrullahi wal fathu, fathu iliyokusudiwa pale ni fathi, ushindi wa Maka. Siku ya kuingia Maka na askari 12,000, Mtume alisema insibuni khaymata amama kabru Khadija, kwa furaha ya leo hili hema langu kantundikieni kwenye kaburi la Khadija, leo nalala makaburini. Angalia sasa, yani anaonesha dunia mafanikio liloyapata ya hii da'wa. Mchango mkubwa huyu bibi, mchango mkubwa. Unajua kuna baadhi ya wanawake kama bahati tu, niongee hivyo hivyo, na wengine kama mkosi tu, au mnasemaje? Sasa huyu mama, so kila lenye mwanzo lazima liwe na mwisho. Alipofikia miaka 60 na kitu akafariki dunia. Kwa kweli mtume wetu alichanganikiwa, mpaka ambia ndo mke kafa tu, si wengine wapo, si uoe? Asema huyo akuvaa viatu vyake kwanza yuko wapi? Kanuna. Halafu kuna mzee wake mmoja anaitwa Abu Talibi. Huyo alikataa tu Uislamu, lakini
alikuwa kampani kubwa sana, na alikuwa na mapenzi na Mtume Muhammad, na alimsaidia sana mipango ya dawa. Ni mzee huyu, alikuwa na uwezo wa kuongea na wale wazee watata. Unajua hata haya mambo unaweza ukawa imamu sehemu au kiongozi sehemu, lakini mambo yako hayaendi mpaka watumie watu fulani. Kuna mjumbe wa mtaa ndo anakusaidia mambo yakitokea. Basi Mtume alikuwa akisaidiwa na yule, akafa, akawa amebakia peke yake pale Maka pale. Wakapata sababu, wale watetezi wako si washaondoka, sasa tutakuona sasa. Akaona haina neno, wacha niende hapo Taifu nikafanye dawa. Tena alipoingia Taifu aliingia kiprotoko, kwa heshima na adabu, akaanza kuwakabili wazee, hajavamia miji ya watu. Na huu ndo ustaarabu. Ukija hapa msikitini, hata kama unaadhana kama sijui malaika, waone wazee kwanza, si ndio hivyo? Sio kwamba wana almasajida lillah, misikiti yote Mungu kajenga na zile taili zikaweka Mungu. Kama utafuti kutiwa makofi hapa. Kuna kundi ya da'wa ilienda Soni kwetu Tanga, wakaambiwa hapa hamna ruhusa kuadhini, yuko mzee. Ambia misikiti ya Mungu haina cha uzee, ambia amiri pita uadhini pale. Allahu akbar, mdomo ukaganda juu. La ilaha illa subhanallah. Akamesa kuna mzee yuko Mombo huko mpaka ukamuone. Mdomo unauma. Kakadiria mpaka kwa mzee. Alipofika mzee akamtia vibao viwili, ambia muwe na adabu afu mdomo ukafunga. Akawaona wazee, nitaka nifanye da'wa. Lakini wazee, kuna wazee wengine wakorofi, pamoja na uzee wanazeeka vibaya. Wakasema umetumwa, umerogwa, ufikiri hatuna habari zako, ondoka. Basi wamfukuze kwa wema. Wakatafuta wahuni, na kuna muuni mmoja anaitwa Mus'ab, muandike kwenye akili, tutamtaja baadaye. Hatari huyo, ambia mpigeni mpaka mumuue. Walikusudia kuua. Akapigwa kipigo kibaya sana. Alipopigwa kipigo, Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya visago na vipigo vile, akahuzunika kwa kweli, huzna shadida, kwa kuliwazwa Mtume Muhammad. Ikashuka suratu Yusuf kwa kumliwaza Mtume. Akaoneshwa mateso ya ndugu yake Yusuf, lakini the end power na ushindi alioipata. Na suratu Yusuf na suratu Maryam, hizi ni sura nzuri ukizisoma vile vina vyake, na insha Allah ndo nyimbo za kutumbuiza kesho peponi. Allah tupeleke peponi. Itakuwa inasomwa sana suratu Yusufu na itakuwa inasomwa suratu Maryam, zina habari na humu leo tutazipita insha Allah. Akateremshiwa kama kuliwazwa, lakini mbali ya mliwazo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa barua ya mwaliko. Wanasema da'i huwa Allah. Alotoa barua hii ya mwaliko Allah anaalika. Walladhi yataqaddami da'wa Jibril. Aloleta barua ya mwaliko ni rais wa malaika Jibril, wal mad'u sayyidina Muhammad. Aloitwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikabidi Mtume sasa akiwa pale Maka, siku chache zimebakia aitwe safari ya kwenda mbinguni. Wanasema safari ya Isra, baki hizi ni safari mbili, imethubuti zaidi ndani ya Qur'ani, na Mi'raj imejaa tele ndani ya hadithi. Ikabidi aitwe. Wakati ameitwa katika suratu Bani Israil, Allah alisema subhanalladhi. Kwa nini aya hii imeanza kwa maneno ya subhana? Kwa sababu safari hii cha kwanza
ni safari ya maelfu ya miaka. Kutoka Maka mpaka Palestine kwa hesabu za siku hizo miezi miwili. Kutoka pale mpaka wingu wa saba ni miaka 700 au miaka 1700 ukichanganya na unane wa mbingu. Sasa hii safari ni ndefu sana, lakini imetumia dakika moja ni nyingi. Wanasema wanachuoni, laqad rahala an-nabiy wa aada wa lam yazal firashuhu dafi'a. Alikwenda safari ile akarudi, eti kile kigodoro alicholala cha moto. Mfano mzuri, umefunga kufuli, lile kufuli bado linacheza, subhanallah, bado halijatulia, eti kashaenda kote kasharudi. Si makafiri, wanawachuoni wakasema haiwezekani, wakatunga vitabu wakasema laqad raa fil manamihi usriya, aliota amepelekwa. Kwa hiyo kuna wanaoitakidi kwamba hii safari ni njozi, wengine wakasema si njozi, alipata nguvu ya kuangalia mpaka wingu wa saba. Wengine wakasema mtume amekwenda jisman wa ruhan ma'an, kimwili na kiroho. Sasa Mwenyezi Mungu hii habari alipoanza kuisimulia, alianza kusema kwa neno la subhana. Ametumia desturi za Waarabu. Waarabu zamani, zama za jahiliya, wakitaka kukupa habari ili kuithibitisha, walikuwa wakitumia sigha mbili. Walikuwa wakitumia huruful qasam, herufi ya kiapo, au kutumia neno la subhana ili kukuthibitishia. Na Mwenyezi Mungu tabaan alikuwa akizungumza na wale Waarabu, akatumia lugha zao subhana. Yani Mwarabu akikwambia subhana, hilo jambo kubali. Na Mwenyezi Mungu akatumia pale pale subhana subhanalladhi. Na watu wengi huhisi hapa kwenye subhana ndo kwenye majambo makubwa. Hapana, hapa kawaida tu. Subhanalladhi, ametakasika Mola ambaye asra biabidihi laylan. Asra, amempeleka. Hapa kuna habari kidogo. Waarabu wanasema idha urifa sababu batulal ajabu, ikijulikana sababu mshangao unaondoka. Akiingia mtu hapa msikitini anapiga watu, mbona anapiga watu? Yule chizi kidogo akili yake haiko sawa, amshangai tena, kumbe chizi, muangalieni. Sasa mkihoji, huyu kaendaje safari kama hiyo? Unasema inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun. Alompeleka ni yule ambaye akitaka jambo tu analiambia kuwa, alafu linakuwa. Akisema wewe msikiti, kuwa msikiti. Wewe feni, simama. Basi huyu ndo alisema kuwa Isra, kuwa Miraji. Kwa hiyo hamna maajabu. Angesema mtume nimeenda, hiyo kazi. Lakini amepelekwa. Mnashangaa nini sasa? Asra biabidihi. Halafu hapa neno ikijaga abidun, neno kilma abidu mara nyingi unakusudia mwili na roho. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu anatuthibitishia amekwenda kimwili na kiroho. Lailan imekuja kwa nakira. Lailan yani ba'dhan min al-layl, sehemu ndogo tu ya usiku. Ingekuwa al-lailu, ingekuwa usiku mpaka asubuhi, sehemu ndogo sana ya usiku. Min al-masjid al-harami, kutoka msikiti wa Maka ila al-masjid al-aqsa, mpaka msikiti wa mbali. Ukisema aqsa, jamu yake ni qasi, mbali mno, ndo maana ya aqsa, mbali. Na kwa nini hii safari asingeanzia pale Maka tu akanyanyuka juu? Hii safari ni ya kuliwazwa Mayahudi walikuwa mara nyingi humsema na kumnanga mtume. Anajipendekeza kwa Musa, hana mpango na Musa, hawana udugu. Sasa Mwenyezi Mungu hakuanza kumpeleka, ila alimpeleka zile njia zote za Nabii Musa, kwamba hawa ni wamoja, na mpaka mbinguni akawakutanisha. Min almasjid alharami
ila almasjid al-aqsa. Huo msikiti wa mbali ni msikiti wa Palestine. Allah asema ladhi, msikiti ambao barakna haulahu, mle pembezoni mwake, yani nje ya ule msikiti pana baraka kubwa sana. Mkisikia baraka, fa huwa jundum min junudillah, baraka ni askari miongoni mwa maaskari wake Allah. Sasa ule msikiti umebarikiwa nini? Wanasema ile ardhi ya pale Palestine imebarikiwa, ni ardhi namba 1 duniani, ina rutuba kuliko popote na inakubali mmea wa sampuli yoyote. Si unajua kuna mimea haikubali, kama hapa Dar es Salaam ukipanda mua unakuwa wachumvi tu, lakini pale ina baraka na inaotesha kweli kweli. Lakini wengine wasema baraka zilizokuwepo pale si ardhi tu, aktharul anbiya, mitume wengi buithu wa matu hunaka, wametumilizwa sana pale mitume, na wengine wamefia, wamezikiwa pale. Wengi wamefia sana pale mitume wengi, hata kina Nabii Suleimani wako pale wamelala, Nabii Yahya bin Zakaria wako pale. Yani ile ardhi ile mabwana imebeba mitume wengi kuliko popote, na mitume si watu wa kawaida, au mnasemaje? Au mashekhe tu si watu wa kawaida? Tumeelewana vizuri? Sasa mitume wako pale, alladhi barakna haulahu. Uzito wa haya uko sehemu hii, linuriahu min ayatina, lengo tunataka tumuoneshe baadhi ya ishara zetu. Mwenyezi Mungu hapa angesema liuriahu min ayati, ni muoneshe aya zangu, lakini ametumia nuni ya jamu ta'dhimun nafs. Hapa ndo amejimwambafai Allah. Maana yake unaweza ukasema da, Shekhe Uthmani kofia yako nzuri kweli kweli, afu nikakwambia Shekhe, kofia kama hizi tunavaaga watu kama sisi, si mimi peke yangu. Au unaweza nikakwambia bwana, familia ya Uthman Michael inakualikeni shughuli, lakini mimi ndo nimekualikeni ili kutilia. Serikali ya Jamhuri ya Muungano imesema inawaalika raia wote kusherekea, kasema rais tu, lakini maneno ya kutaadhimisha jambo unatumia wingi. Ni yule yule Allah, linuriahu min ayatina, ni yeye amuoneshe aya zake. Na nani? Peke yake, lakini katumia ule uzito. Sasa kwa sababu ameandaa kumuonesha mtume mambo, na hapa nitakupa hoja. Marake kuna mwingine asema Mungu yuko mbinguni tu, mwingine asema Mungu yuko kila pahala. Tumeelewa vizuri? Anataka amuoneshe alama zake, ndio maana kamuita akutane naye wapi? Mbinguni. Lakini Nabii Musa alikutana naye Turi Saina pale. Kwa hiyo hoja si kwamba yuko pale, na asingemuita pale angeonaje hizi alama zingine, angemfuata huku. Tumeelewana vizuri Sasa ili tumuoneshe alama zetu, sasa Mwenyezi Mungu katumia heshima yake, ole wako upinge, akasema innahu, basi yeye samiun, anasikia. Tena kwa tanwini, anasikia sana. Ukinong'ona pengine hajaenda, ashasikia. Alafu albasirun, anaona. Kwa hiyo wewe sema tu sadaqallah, Mungu kashasema kweli. Sasa kusadikisha hii safari kuisadikisha hii safari mabwana, nasema hivi, kuna baadhi ya watu hufunga siku kama ya leo, na pengine hapa wamefunga. Kufunga kuna tofautisha kati ya musaddiqu na mukadhib, yule anayekubali hii safari kuwepo na anayepinga, kwa sababu wapo walioipinga. Tumeelewana vizuri? Na hii funga ya kujitolea hii ni ruhusa, lakini iwe na sharti tatu. Sharti tatu zikiwa sawa, basi mnaruhusiwa kujitolea. Saumu ya kujitolea, cha kwanza isivunje saumu ya sunna, kwa sababu kuna sunna zingine ni muakkada. Saumu ya kujitolea isiharibu faradhi, lakini saumu ya kujitolea au ibada ya kujitolea isidhuru nafsi. Haya mambo matatu kama yako sawa, unaweza ukaifunga siku kama hii ya leo mahsus. So Mtume sallallahu alaihi wasallam
safari ya ndugu yake Nabii Allah Musa alayhi salam, alijitolea kwa kufunga kumuenzi, na hatumaanishi sisi kwamba Nabii Musa ni topu kwetu kuliko Mtume Muhammad. Kwa hiyo na sisi tukijitolea kufunga, wacheni watu wafunge, na watu hawakatazwi kutenda kheri, watu hukatazwa kutenda maasi. Baada ya kuthibitisha hivyo, naomba tuingie kwenye kitabu cha Hashia Sheikh Muhammad. Kitabu hichi ni cha Sheikh Said Ahmad Ad-Dadbir. Sheikh Said Ahmad Ad-Dadbir ni shekhe wetu wa kitarika na ni shekhe ambaye kitabu hiki ameweza kukieleza kwa upana sana. Mwenyezi Mungu ampe rehema zake. Mwana wa chuoni huyu ametufidisha na ametuletea mambo mengi sana. Safari ya Isra, qala al-muallif, anasema hivi: bainama an-nabiy sallallahu alayhi wasallama fil hujri, Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyokuwa chumbani kule, sawa, inda albayt muttaji'an, ndani ya nyumba alikuwa amelala. Mtume alikuwa ndani amelala. Baadhi wanasema alikuwa amelala kwa shangazi yake anaitwa Mama Ummi Hani, lakini wengine wanasema haikuwa ndani kwa shangazi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelala ndani ya msikiti wa Haram Maka, yani ndani ya Masjidil Haram Maka pale alikuwa amelala. Baina rajulain, amelala katikati ya watu wawili. Alikuwa amelala na baba yake mdogo Hamza na mwingine Sayyidina Jaafar, wamemweka katikati. Idha atahu Jibril wa Mikail wa ma huma malakun akhar, wakiwa wamelala hawana habari, mara akaja Sayyidina Jibril na Mikail na malaika mwingine Sayyidina Israfil, fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzama, wakambeba kimya kimya. Ilikuwa ni siku kama ya leo, mwezi 26 kuamkia 27, wakambeba kimya kimya mpaka kwenye kisima cha Zamzam. Fastalqauhu ala dhahrihi, wakaenda kumlaza mustalqiyan, chale chale, tumbo juu mgongo chini. Fatawallahu minhum Jibril, Jibril akawa amiri, akawa kiongozi, akawa mshughulikaji mkubwa. Na hii ni sharafa, yani kama leo Sheikh Uthman ameumia kiungo chake, natoa mfano, akapelekwa kwa madaktari au mawaziri ndo wanamtibu, lakini rais ndo alikuwa anamshughulikia sana. Nafikiri hii picha umeipata, ndio maana akatajwa Jibril. Jibril akawa anashughulika na jambo lile. Wa fi riwaya, upokezi mwingine, furija saqfu baiti fanazala Jibril. Yule Jibril alipokuja kumchukua, siku zote anakuja kwa Mtume anapitia mlangoni, lakini safari hii eti kapasua bati kashuka. Sasa kwa nini kapasua? Unajua maana yake nini? Hii safari ina mikwara hii, shekheri wewe acha, yani kuonesha kwamba hatujaja kikawaida. Swallu ala nabii. Jibril ana makeke mtayao na hapo mbele makeke yake, yani hii si safari ya kawaida kawaida. Mlango wa nini sisi mabwana? Kwanza wanasema wanachuoni, hichi kisa ni amrun kharikatun lil'ada, kinavunja ile upeo wa kawaida ya akili ya binadamu. Sasa tukiingia mlangoni tutakuwa kama binadamu, na hii ni safari ya watu wakubwa. Mimi naingiaje mlangoni na ukubwa wangu? Akapasua moja kwa moja. Sallu ala alhabib. Hayo makeke ya kwanza. Alafu aliposhuka anasema fanazal Jibril fashaqqa min thughrati nahrihi ila asfal batnihi, akampasua Mtume hapa kwenye kidakatonge, kila mtu anacho, mpaka chini ya tumbo, yani akapasua kabisa, kachana hivi. Habari kubwa hii. Kisha alivyochana, thumma qala Jibril li Mikail, Jibril akamtuma Mikail kama mtu wake wa chini, itini bitastin mimma Zamzam, niletee jagi la maji ya Zamzam. Hapo alipopasua aliutoa moyo,
Asa mtu anayetolewa moyo anakuwa hai tena, tajua huko. Letee beseni la maji ya Zamzam. Kaima atahara qalba, Allah, ili tu nataka ni usafishe moyo wake. Wa ashraha sadrahu, alafu hichi kifua nikikunjue. Kwa nini ukikunjue? Kuna vitu tunataka tupeki, tuanze kujaza vitu speciali. Fastakhraja qalbahu, akautoa moyo wake Mtume. Faghasalahu 3 marrat, akauosha mara 3. Inna Allaha witrun yuhibbul witra, lazima useme witrun. Mwenyezi Mungu ni mmoja, mpaka wale watu wa ad-da'awat wanasema kwa sababu Mungu ni mmoja, pia usiombe dua hivi mikono miwili. Unaomba ngapi? Ambie ibane hivi mikono. Inna Allaha witrun yuhibbul witra, Mungu ni mmoja na anapenda umoja, hesabu isogawanyika kwa 2. Hapa akaoshwa mara 3. Wanaz'a ma kana bihi min adha, hapa tunaweka nukta akamtoa nyongo, akamtoa hasira, akamtoa chuki na mafundo. Mabwana, tusikasirishane. Hakuna aliotolewa nyongo hapa. Hata mtu atajifanya inshallah mashallah ana nyongo na ana hasira. Asokuwa na nyongo nikwambieni, nimalize maneno, hata mitume wengine hawajatolewa nyongo. Yaani Nabii Musa kuua si kwamba sijui bahati mbaya, nyongo ile tempa imepanda, kamshtua mtu panchi, kamaliza. Sasa nikwambie miujiza ya mtume ile kutolewa nyongo, yani ilikuwa wanachuoni wanasema ukimkera mtume, yani ndio unamfurahisha. Hii safari ya Taif tulioielezea, alienda na kijana wake Zaid bin Haritha. Sayyidina Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ikawa mtume akipigwa mawe, yule hapigwi kwa sababu sio mlengwa, ila yale mawe yakaa anayazuia. Sasa mtume yale mawe alipigwa mpaka vile viatu vikajaa damu kweli kweli. Yani walikusudia kuua wale watu, mpaka mtu mmoja ni mnaswara anaitwa Addasi. Huyu Addasi ni mfanyakazi wa kiserikali, kwa hiyo kaja kiserikali, kuna ule nini utaenda ubalozi ambassadors, ndio hizo. Huyu ni balozi wa Iraki pale Madina. Sasa akaona mbona huyu mtu anakufa, akawa amebeba matunda ya zabibu, akaja kumpa mtume, ambia bwana, hebu kula mshikaji kidogo unamalizwa. Tena yule Addasi kidogo amuue. Wewe unampia nini huyu? Sitakafe, unampa nini? Akatoa kitambulisho, ambia niguseni, mimi waziri. Mtume alivyoachukua ile matunda, hata kuyabeba vizuri hawezi kwa kupigwa, akasema bismillah wa ala barakatillah. Yule Addasi akashangaa, mnasara. Akamwambia unashangaa nini? Ambia hadhihi kalimatun la yaquluha, hili neno la bismillah ndio nakusikia wewe tokea nimefika huu mji. Mtume akamwambia faminaina anta, kwani wewe umetokea wapi brother? Akasema ana min Ninawa, mimi nimetokea jiji la Ninawa, kitongoji cha Mosul, jiji la Iraq. Mtume akamwambia qaryatun rajulun salihun, hapo Ninawa alitokea mja mwema, fahuwa Yunusa ibn Matta, na huyu ni Yunus mwana wa Matta. Yule Addasi akashangaa akasema, kwani wewe unamjua Yunus? Mtume amesema innahu akhi, yule si kakaangu. Wewe ni kakako Yunus? Asema innahu nabiyun wa ana nabii, yeye ni mtume na mimi ni mtume. Jamaa wananipiga bure tu, wanashindwa kuniamini. Addasi alilia huyo, akaibusu miguu ya Mtume Muhammad, kisa mtume anamjua nabii wako Yunus, na pale pale akasilimu Sayyidina Addasi. Sasa yale mawe mtume anapigwa, Zaid bin Haritha kapaniki. Mtume, hawa wanatuona si mafala nini hawa? Wao fikiri sisi hatuwezi kupiga. Angalia ile kuondolewa nyongo. Mtume ambia baba, sikiliza. Kama umeshindwa njia hiyo, usiwapige, waache wanipige mpaka niue. Haiwezekani. Kwani ufikiri ni Zaid peke yake? Kaja malaika Sheikh, kaambia Muhammad, tumeona hii hali. Umeona kule malaika wa milima hiyo, unaona na huku milima. Ayatoa amri faster,
Yani hawa tunasaga abaki hata mdudu mmoja. Unajua swali la Mtume kwa malaika yule, akamwambia umepigwa wewe. Umepigwa wewe? Mimi kuomba dua, Allahumma ashku ilaika bidhaafu quwwati, Mungu nashtakia udhaifu wa nguvu zangu, si kusudiwa angamizwe. Angalia neno alilosema, asa an yukhrija Allahu min aslabihim man yaqulu la ilaha illa Allah. Mimi ninachotarajia vile vile waliponipiga kwa jazba, pengine katika migongoni mwao watatokea watu wenye jazba ile ile watakaosema la ilaha illa Allah. Hicho ndo ninachokitaka. Wanasema wanachuoni hapa Mtume wetu alipanda daraja kuwazidi wenzie, japo anayo daraja ya juu. Sasa ina Nuhu yalipomzidi ya shingoni yalipomzidi tu alisema ya Rabbi la tadhar ala al-ardh min al-kafirina dayara, hapa katika mgongo wa ardhi usibakishe hata kafiri mmoja. Tena akamaliza, usiniambie ya Rabbi kuna kitoto kichanga, hata vile vitoto maliza, kwa sababu la yalidu illa fajiran kafara, kila kinachozaliwa kikafiri kafiri tu, chinja vyote hivi. Huyo ni Nabii Nuhu huyo. Tena Nuhu mwenyewe amepewa sauti kama hii maiki, mnaiona hii maiki, yule anaitwa Abdullah. Hii Nuhu si jina lake. Mitume wengi hawana majina asili, hata Nabii Musa sio asili, hata Firauni si asili. Kwa hiyo Nuhu maanahu ya Nuhu, yani ameitwa Nuhu kwa ile sauti, enyi waja mnanielewa, yani akipiga mpaka Gongo la Mboto wewe hujaswali wewe. Lakini mtihani wa Mwenyezi Mungu, na sauti hiyo kapati watu 82 miaka yote hiyo. Sasa akapandwa na hasira akasema ya Rabbi uwa. Hiyo dua yenyewe ilipopigwa mpaka mbinguni wanasikia, uwa wote hawa. Lakini Mtume anasema wasiuawe, pengine katika mgongoni mwao wakatoka watu watakaosema la ilaha illa Allah, man yatawalla. Nilikuambieni katika wale vijana waliompiga Mtume, mmoja anaitwa Mus'ab. Huyu Mus'ab wanawachuoni wa history wanasema ni babu wake wa 5 Imamu Shafi rahimahullah, jaddihi al-khamis, babu wake wa 5 Mus'ab, babu wa 5 wa Imamu Shafi. Aya Mtume angesema uwa wote hawa, asingetokea Shafi wala nani. Na katika wale maimamu 4 Shafi anatisha mabwana, mpaka kuna hadithi baadhi wanasema inamhusu yeye. Angalia, kutolewa nyongo kuna faida kubwa. Waqtalafa Mikail bi 3 tusat mimma Zamzam, kwa ile sharafa ya Mtume akawa Mikaili anakuja nyuma ya Mtume anaosha kivyake, na huyu anafanya hivi, wa harum majar. Thumma ata bi tastin min dhahabin, kisha likaletwa jagi jengine la dhahabu, mumtaliin hikmatan wa imana. Hili bwana limejazwa hekima na imani. Hekima na imani, maana ya hekima ni kukiweka kitu sehemu yake. Mtume alikuwa na hekima sana mabwana. Sayyidina Anas bin Malik anasema nilimtumikia Mtume, nilipelekwa na miaka 7, mtoto mdogo huyu, nikausiwa na wazee, wala tufshir, usije ukaikashifu siri ya Mtume, we mtoto mdogo unaweza ukatumika na wake zake. Mwambie Mtume alipoenda kule alibeba vitunguu, hajabeba kwa yule mke mdogo. Basi nimemtumikia miaka 10. Katika ile miaka 10 kwa hekima zake hajai kuniambia hata siku moja, bwana ushanishandana, mimi naona uondoke hapa kwangu. Hata siku moja hajai kuniambia hivi. Si mchezo. Sisi mara ngapi mfanya kazi ya kuzingua tuambie una kazi, ondoka, na mshahara unaweza usimpe. Lakini wa imana, hapa kwenye imani, wazee wa imani sikilizeni sasa. Lile jagi limejazwa imani. Dunia nzima hakuna mwenye imani kama Mtume, na imani ya Mtume ina pande hizi. Kwanza, imani yake madhubuti kwa Allah. Pili, wanasema imani yake ya hatari, anajua kuipandikiza na kuiambukiza kwa nafsi nyingine dakika moja. Yani Mtume akikupa salamu, neno la kwanza wewe ushasilimu zamani. Hivyo Makuraishi wa Maka katika da'wa ya Mtume, wao si kwamba wanalinganiana kwamba msimkubali, hapana. Wao walikuwa hawalinganiani hivyo.
Wao walikuwa wanalinganiana, jitahidi usije ukamsikiliza. Yaani ukimsikiliza umekwenda na maji, utake usitake. Wanasema babake Bilal bin Rabah angechelewa kufa angesilimu. Hakuna mtu alimlingania Bilal. Nani alimlingania? Si tulimuona tu alisilimu kule. Bwana, Uislamu wa Bilali sababu ni wazazi wake wawili. Babake mzazi mzee Rabah siku moja alimuona Mtume, hata samia kalamahu, akasikia maneno yake, akaja kwa mkewe akamwambia, mke wangu, mke wangu, mke wangu, wallahi nimekutana na mtu anaitwa Muhammad, yani ana maneno usifananishe hata na asali, yani matamu kuliko hiyo asali yenyewe, yani akiongea unafurahi, unaenjoy, alafu akinyamaza yani kama taa unapenda tu muangalie. Basi mimi nimezubaa tu, yani I say, yani vitu vinaingia mpaka rohoni. Akambia, sasa si uniambie kasemaje? We acha tu ndugu yangu, huwezi kusema maneno, sema basi. Akambia alikuwa asema tusidhulumiane, tusimshirikishia, yani sijui nitamuona wapi nikasikilize tena. Pale pale mke wake ambia, mme wangu nisikilize, mimi nimeota leo ndoto kubwa sana. Huyu mtoto wangu Bilali huyu, nimeota iko pekupeku jangwani, kabebeshwa mizigo, anapigwa bakora kweli kweli, anateseka maskini. Afu mbele yake katokea huyo Muhammad, akawa yuko upande wa pepo ambao kuna mabustani, kuna mito, kuna asali. Akambia, njoo nkunusuru kijana. Alipofika akamshika mkono akamkumbatia. Bilali kageuka nyuma akamwambia, mama, nishaokoka mama, niliota leo. Yule mama baada ya kusimulia ndoto ile, muda mchache akafariki. Na baba yake Bilali siku 2-3 naye akafariki. Kwa hiyo Uislamu wa Bilali aliwasikia wazazi wake wakimjadili Mtume Muhammad. Kwa hiyo Mtume imani yake ilikuwa ni hatari sana. Kuna mtu mmoja anaitwa Walid ibn al-Mughira. Bwana huyu bwana ana roho mbaya sana. Na huyu ni ami yake kabisa Abu Jahali, kwa sababu Abu Jahali anaitwa Amru bin Hisham ibn al-Mughira. Hii nyumba yao ilikuwa na matatizo sana na dini ya Kiislamu. Huyu Walidi huyu mkorofi sana, hapendi hata kumuona Mtume, atamani kumuua. Siku moja akapita dirishani akamsikia Mtume anasoma Qur'an. Angalia Mtume imani yake, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Umbea nao unaponza. Akasikiliza pale, yani huyu ana chuki na Mtume na hataki kusikiliza. Alhamdulillahi rabbil alamin, akawa anasonya. Hapo anaangalia watu waamuoni, arrahmanirrahim, ndo anakwenda na maji hivyo, vitu vinaingia. Akaanza kucheka. Hapo asema, wallahi innahu la halawa, bwana hii kitu tamu hatari. Na ilikuwa tamu kweli. Akawa mwisho kalegea, yani Uislamu unaingia kinguvu. Akapiga kelele asema, oi, nisharogwa Mungu wangu, akawa hawezi hata kuondoka. Akaanza kurogwa pale, anaona anarogwa maka imani imeingia kinguvu. Sasa Mtume anamshangaa. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia, fadharni wa man khalaqtu wahida, niachie huyu nilomuumba mwenyewe mimi, asikupasue kichwa. Waja'altu lahu malan mamduda, nimempa pesa nyingi, wa banina shuhuda, wa mahatu lahu tamhida, tena anahisi nitamuongezea. Lakini innahu fakara wa qaddara, aliyatafakari maneno ya Allah yalompa hidayah, afu akayakadiria. Huu ni uchawi tu. Fakutila kaifa qaddara, thumma kutila kaifa qaddara, thumma abasa wa basar, thumma nadhara, kisha akakunja uso akaangalia, mwisho asema, in hadha illa sihrun yu'thar. Haya hayakuwa maneno isipokuwa ni uchawi, tena yu'thar, ule wenye nguvu, na mimi sikubali kurogwa. Akapata hidayah akaondoka. Kwa hiyo ilikuwa Mtume ukimsikiliza umekwenda na maji. Sasa jagi lile limejazwa hekima wa imana, fa afraghahu fi sadrihi, vikamiminwa kwenye kifua chake, wa malaahu hilman wa ilman wa yaqin. Alikuwa na ngazi speciali, lahu satraini, alafu ana mistari miwili machoni. Mstari wa mwanzo
ameandikwa la ilaha illa Allah. Mstari wa pili ameandikwa Muhammadur Rasulullah. Mnyama huyu anasema huwa dabatun abyadun, alikuwa ni mnyama mweupe, alama ya usafi. Nisikilizeni kidogo, hizi rangi zina maana, msione tu hizi rangi zina maana kubwa hivi mabwana. Sallu ala alhabibi. Rangi zina maana hizi. Cha kwanza ni kwa ajili ya utambulisho. Cha pili, kila rangi ina maana. Mfano, rangi ya njano ni rangi ambayo ni alama ya ukubwa na ufalme na mafanikio. Ndio maana mabasi yote ya shule mpaka nje mpaka ndani ya Tanzania rangi ya njano. Ukiwa na rangi ya blue unabeba watoto unakamatwa, ndivyo sivyo? Kwa sababu ile njano wakiangalia wale watoto ni mtu anakuwa juu akiwa na njano. Ndio maana wale Banu Israeli waliuliza mahiya baqaratun, ng'ombe wa aina gani? Wakaambia innahu safraun faqi'un launuha tasurru an. Sallu ala nabi. Waliambiwa mtafuteni ng'ombe wa njano. Mshai kumuona nyinyi ng'ombe wa njano? Rangi. Na rangi nyeusi asilia yake ni ufalme wa giza na mashetani. Na rangi nyekundu ni asili ya udongo na vifo. Rangi ya green blue bahari ni rangi inaingia kidogo kuweka minding na stress sawa, lakini rangi nyeupe ni rangi inaondosha hasira. Wale wanandoa kuna rangi inaamsha hasira kama blue, dark blue ile. Saa nyingine kwenye nyumba mmepaka baadhi ya rangi, mnakwaruzana tu kama manyau, nyie hamuelewi. Mkiingia tu ugomvi, ni rangi za ndani. Lakini ile rangi nyeupe mpaka kule kwenye hija kule tunavaa mavazi meupe, kwa sababu mavazi meupe huwa mtu akiangalia hasira zinaondoka. Ndio maana utakuta kwenye maloji, kwenye magesti wanaweka mashuka meupe, kwamba mtu ametoka na stress, akiangalia kile cheupe kile anapoa. Ndio maana Mtume Muhammad fauka alhimar, alikuwa mrefu kuliko hata punda, waduna albaghl, lakini hamshindi nyumbu, ipo chini ya nyumbu kidogo. Yadhau hafirahu inda muntaha tarfihi, huweka unyayo wake pale jicho lake lilipoona pale. Yani akiona Mwanza sasa hivi ndo wanatua Mwanza. Mutaribul udhnaini, machejo hayo. Mutaribul udhnaini, anapiga masikio. Unajua kwa nini anapiga? Si mnajua magari? Raha ya gari ikipita fuso hapa, zing poma zile mnazionaje? Kuna ile stop engine, mwingine akifika mbele za watu wala haina haja sana, makeke basi. Na yule Buraq makeke haya, nyie muone. Hebu ngojeni nikwambieni, kama mimi nimekuja hapa na VX, mgari wote ule au ipite Scania, alafu kimya kama baskeli, inapendeza? Hebu semeni wenyewe. Maana kuna vile vigari siku hizi vya umeme, kikipita kama mchawi, kimya hicho kishapita, hata unakidogesha bwana. Lakini ikipita pikipiki boxer tu ile, anapiga maresi kweli, na alivyokuwa mwehu yule, basi akasema Dar es Salaam tunaenda azimu wa 5. Nimenukuu, lakini sije mkanitoa mbio hapa. Ambia wa kwanza kabisa wazee wa daladala, wenda azimu wa pili bodaboda bwana. Maana bodaboda anaenda kupaki hapa, lakini hizo speed anazoenda, Allahu akbar. Sasa kwa sababu ile ina mlio, ingekuwa kimya hata singeenda hivyo. Kwa hiyo na huyu Buraq alikuja na machejo, unasikia kabisa kitu kimepaki hapa. Swali ala nabii. Idha ata ala jabalin, akienda kwenye mlima, irtafa'at rijlahu. Bwana alikuwa na suspension za umeme. Gari za siku hizi ukibonyeza batani unakuta inanyanyuka hivi. Yani huyu mnyama ili asimsumbue Mtume na kuwa na teknolojia kama ya kileo. Mimi nitakupa mfano mmoja. Nayo range moja bwana, kuna batani ukibonyeza, ni range zote ziko hivyo. Yani ukilala kwenye kona sana hailali, zile suspension zinanyanyuka hivi. Yani iko vile. Ukishuka bonde yenyewe inanyanyuka namna kama hiyo.
basi yule mnyama alikuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo leo hakuna mapya, hao wazungu wamemuiga buraku tu, hamna chochote kile. Kwa hiyo akiinama chini miguu hivi namna kama hiyo. Lakini huyu mnyama lahu janahani fi fakhidhaihi, mnyama huyu ana mabawa mawili kwenye mapaja yake. Sikilizeni haya mabawa, yahfizu bihima rijlaihi, yale mabawa yale yanatia nguvu ile miguu yake. Unajua hii nguvu maana yake nini? Huyu alikuwa na kitu kile kitu kinachotia nguvu kwa gari kinaitwa nini shekhe? Turbo. Shekhe, ukitembea na gari yenye turbo mpaka inatoa mluzi, ujue turbo imefungua. Ukikanya inafanya kuruka hivi. Kwa hiyo huyu mnyama pia alikuwa na turbo. Pengine sisi Waislamu tungemsoma hayo magari tungetengeneza sisi mwanzo. Wazungu hao wamesoma. Kwa hiyo huyu mnyama ana turbo katika mapaja yake mawili, ndo zile mbawa mbili zinazotilia nguvu. Anasema alivyoletwa fastasaaba, akafanya uzito, hataki kupandwa na mtume. Mtume kashaandaliwa pale, mnyama anawekewa ngazi, anakataa, hataki kupandwa. Sasa hapa ili ni jaribio la ajabu kidogo. Na kwa nini huyu mnyama? Mpaka Jibril akaweka mkono wake juu ya shingo yake, akamwambia, huoni vibaya we Buraq, hujawahipo pandapo na kiumbe mbora kwa Allah kama huyu. Kwa kweli huyu mnyama alisikia vibaya, aliona haya, hata rfadha araqan, mpaka akavuja jasho jingi sana. Sasa tuulizane, kwa nini huyu mnyama aligoma kupandwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wanasema zamani mbingu ilisema maneno makali kwa ardhi, ikaiambia ardhi, umeishiwa ndugu yangu. Yani katika mgongo wako kunaishi majini safaku dima, ambao wamemwaga damu. Kunaishi binadamu kila siku kuwana na kutenda madhambi na kuzini. Alafu ulichobarikiwa we ardhi, we umebeba jahannama. Lakini mimi mbingu nimebeba pepo. Ana sukanu samaa, wanaoishi huku mbinguni ni malaikati rahmani, manabii wema wapo huku. Kwa hiyo mimi nimekushinda sifa, wewe umebeba vitu vibaya vibaya. Mbingu ikaiambia ardhi, ardhi ikaiambia mbingu, wewe unasema hivyo, lakini mimi mwenzio, hao watu wote ambao wanakuja kuingia hiyo pepo yako wanatoka huku kwangu. Hao mitume wote wamezaliwa huku kwangu. Tena kuna kiumbe mbora wa Allah, anashinda pepo, anashinda malaika, anashinda mitume wenziwe. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haja kanyaga kwako, haja kanyaga. Una nini wewe? Mimi naye Mtume Muhammad. Na mtume si mchezo, alivyo kwa ule utukufu wake, alivyokanyaga tu kwenye jabal la Uhudi ukatitemeka sana ule mlima. Mtume akamwambia, uthbutu ya jabal, tulia, mbele yako kuna mashahidi wawili, kuna makhalifa wawili, kuna Mtume Muhammad. Ina maana ule mlima wa Maka ule kilichosababisha utetemeke, kwa sababu mtume ni dhahabu. Yani mtume majabali yote hajakanyaga, leo ndo ananikanyaga mimi, ule mlima ukatetemeka kwa mapenzi tu. Basi baada ya pale mtume akasema, huu mlima unatupenda sana, na hata na sisi tunaupenda mlima Uhudi. Sasa huyu wewe umempata. Mbingu ikalia, ikajiona haina kitu, ikahuzunika, ikaanza kuomba dua. Mwenyezi Mungu, nakuomba siku moja huyu naye atembelee hapa. Sasa Jibril baada ya mbingu kuomba dua ikakubaliwa, akaambiwa, nenda ukamlete Buraqun, kamlete mnyama Buraq ili apate kupanda aende mbinguni. Wakati Sayyidina Jibril anakwenda pale kuingia pale mbinguni, akashangaa. Yeye mwenyewe alikuwa anajua Buraku atamkuta mmoja, kakuta Buraku 50 wamejaa pale peponi, wanaruka, wanafurahi, wana celebrate, wanashangilia kweli kweli. Lakini akamkuta Buraku mmoja pembeni amekaa mnyonge, analia tena anakonda na hata hali. Akamwambia, mbona wewe nzio unafurahi, wewe una unyonge?
akasema miaka 50 iliyopita mbingu ilimuomba Mwenyezi Mungu itembelewe na kiumbe mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikaambiwa imekubaliwa baada ya miaka 50, na sisi tukaambiwa kiumbe huyo tutaenda kumbeba. Sasa kwa utukufu wake na ni mmoja, mimi nikipiga mahesabu hatuwezi kumbeba sote, lazima mmoja wetu atachaguliwa akambebe. Sasa tokea siku hiyo mimi ndo nalia, je, nisipobahatika mimi itakuwaje kwenda kumbeba? Akasema sasa wewe ndo twende. Akaletwa, alafu alipomuona Mtume fastasaba, akaanza kuleta makeke eti hataki tena kumbeba. Wanasema wanachuoni si kwamba hataki, hii inaitwa staki nataka. Sisi hapa si mashekhe hapa. Mtu mmoja atoke nje tu pale, Sheikh Othman, bwana kuna binti hapa anakupenda sana, tena si mmoja, wanakutaka hapa mbele za watu, unajua utasemaje? Astaghfirullah Sheikh, wewe shetani, tuache hayo mambo hayo. Utajiona mcha Mungu, watu wakiondoka unaweza ukaenda kuuliza ulize eti wale wanataka wako wapi? Hata wanawake hivyo hivyo, mara nyingine ukimwendea unawa mimi sitaki bwana niache, si kwamba hataki, anataka kweli. Basi yule Buraq wanasema kwanza shuuri zilimpanda, zile hisia, leo napandwa na Mtume, anataka sana apandwe, lakini ni ile sitaki nataka. Shekhe wangu mmoja alikuwa akinifasiria hiyo sitaki nataka, akasema wewe hujui mambo. Nikamwambia sijui vipi? Ambia angalia ng'ombe akitaka kupandwa usiku mzima analia mo mpaka nyie wenyewe kwa wale wachungaji mnasema huyu tumtafutie dume, alafu mkimpeleka kwa dume anakimbia hataki, usiku anakusumbueni. Akanipa mfano wa pili, ambia unaona yule kuku yule tetea akifukuzwa na jogoo mpaka anaruka madirishani mpaka anaingia kwa miguu yenu anakimbia. Lakini shekhe akasema moyoni anasema kaka jitahidi unikamate. Fastasaba alai, akaleta machejo yale. Wadha Jibril yadahu, Jibril akaeka mkono wake ala maarifatihi, juu ya shingo yake. Thumma qal, akaambia ala tastahi ya Buraq, kuni haya we Buraq, fa wallahi ma rakibaka khalqun akramu ala Allah minhu. Kifupi akatulia akapandwa, hata rakibaha, mpaka akampanda. Wa kanatil anbiya'u, na walikuwa mitume, tarkabuha qablahu, kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanampanda, lakini sio kwenda mbinguni. Walikuwa akimpanda lakini sio kwenda mbinguni, mbinguni yeye tu. Waqala Sa'id ibn al-Musayyib anasema Sa'id ibn al-Musayyib wa ghayruhu, na wengine katika hikaya hii, wa hiya dabatun Ibrahima, pia huyu ni mnyama wa Nabii Allah Ibrahim, allati yarkabu alaiha lilbaiti alharam. Nabii Ibrahim alikuwa anaishi Palestina, kwa hiyo alikuwa akienda kujenga msikiti wa Maka anampanda, na ndio pale wanaoshangaa alikuwa akijengaje msikiti ule make mbali. Sasa huyu mnyama ukipanda ashakupeleka kashakurudisha, kwa hiyo pia alikuwa akipanda. Fantalaqa bihi Jibril wa huwa an yaminihi, wakaondoka Jibril akiwa amekaa upande wa kulia wa mnyama, wa Mikail an yasarihi, na Mikail naye akiwa amekaa kushotoni mwa mnyama. Wa inda ibn Sa'd, Ibn Sa'd anasema wa kana al-akhidhu birikabihi Jibril, Jibril alikuwa ameshika vile vipandio vya yule mnyama. Wa bizimami al-Buraqi, Mikail na zile kamba alikuwa ameshika Mikail. Zile kamba zinakuwa kama urembo, unajua farasi ni mzuri, lakini akivishwa zile kamba zikapita shingoni, mdomoni, anapendeza zaidi, si ndio hivyo Basi alikuwa na vitu kama vile mnyama huyu, si mnyama jamani. Kwa hiyo alikuwa na sura hiyo, na ndio maana leo mwenye pesa zaidi hapandi gari, anakuwa na farasi. Na farasi nilitembelea kule kwenye wanyama wa taifa, shekhe, mbwa tu naambiwa milioni 20. Sijui farasi itakuwaje. Wale mbwa wa Kijerumani wale milioni 20. Milioni 20. Farasi ndo wapagusiki kabisa. Yaani ukimwona mtu anapita na farasi hapo muheshimu sana. Kwa hiyo usione tu kapanda mnyama, huyu mnyama wenyewe unamjua.
Ni show off kubwa sana hii. Fasaru hatta balaghu ardhan, wakaondoka usiku ule mpaka akafika katika ardhi ambayo dhata nakhalin, ina tende nyingi au mitende mingi. Faqala lahu Jibril, Jibril akamwambia inzil fasalli hahuna, embu shuka uswali hapa. Kwa nini kasali pale? Fafala thumma rakiba, akafanya vile kisha akapanda. Faqala lahu Jibril, Jibril akasema kwa kumuuliza, atadri aina sallaita, umesha sali ndugu yangu, ushajua hapa umeswali wapi? Faqala la, akasema sijui. Qala sallaita bi Taibata wa ilaiha almuhajaratu, muhajaratu, hapa umeswali Taibata, mji mtakatifu. Taibata, mji mzuri kabisa. Wa ilaiha almuhajaratu, na hapa utakuja hamia. Hapa Taibata ni Madina. Kwa hiyo mtume maisha yake wakati anakaa pale Maka alikuwa anajua insha Allah anasubiri maamuzi ya Allah, siku moja ataenda kuishi wapi. Sasa nikuulize wewe Sheikh Nasoro, unavyosema mtume hajui cha mbele inakuwaje? Na wakati alikuwa anakaa anajua atakuja kuhamia. Baadhi ya mambo mtume akifunuliwa ya ghaibu kabisa, alimul ghaib fala yudhihiru ala ghaibihi ahada illa man irtala min rasulin. Ndio hii sasa. Kwa hiyo mtume alikuwa anajua, bwana mimi kivyo vyote nitahamia Madina. Hili ni jambo la ghaibu. Ndio maana tunasema fa huwa bashar la kal bashar. Mtume ana hususia nyingi. Kwa hiyo ni mtu kwa zile hususia nyingi, umaalumu wake, ndio maana tunasema yeye si kama mtu. Mfano, si mnaona mtume alikuwa hana kivuli? Mshai kumuona mtu asiokuwa na kivuli? Yeye hakuwa na kivuli, na kwa sababu moja tu ndio maana hakuwa na kivuli. So yeye ni nuru. Taa ikiwaka pale hamna kivuli tena, yeye ni nuru. Na kuondoshwa kile kivuli si nuru tu, kwa heshima. Masahaba walikuwa anatembea kumlinda, watakikanyaga si adabu. Na saa nyingine kivuli kinapita majalalani, si adabu kivuli cha mtume kugusa majalala. Ndio maana bwana, ile mimba ya mamake ulama wasema lam tajid lihamlihi alaman wala thiqalan wala ilala, yani ile mimba changa na miezi 9 ilikuwa sawa, kwa sababu hakubeba matope ya leo, kabeba nuru. Ndio maana alisema mmeona hichi kibla changu, mmekiona? Basi kama hivi mnavyokiona hichi kibla, ndio hivyo hivyo ninavyoona nyuma. Ina maana ili fuvu la mtume la kichwa, kwa sababu yeye ni nuru, halikumzuia kuona nyuma. Utakuwa sawa naye wewe? Haiwezekani. Akasali pale, na sababu ya kuswali ni kutabaruku. Mtume sallallahu alayhi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin, alikuwa na tabarruk. Ina maana ukifika sehemu tukufu na we lazima utabaruku. Hata tukienda kule makamu Ibrahim, tukienda pale Maka pale, tunashuka kidogo tunaswali, maana yake tunatabaruku. Na we ukipita msikiti kama huu upate rakaa 2 angalau kutabaruku. Kisha baada ya hapo, fantalaqa alburaku yahwi bihi yadhu hafirahu haythu adraka tarfahu, akapanda kwenye buraku akiwa anampeleka mbio, akiwa anaweka unyayo wake pale jicho lipoona. Faqala lahu Jibril, Jibril akamwambia mtume, inzil fasalli hahuna, hebu shuka uswali hapa. Fafa'ala thumma rakiba. Faqala lahu Jibril, akafanya vile kisha akapanda. Jibril akamuuliza, atadri aina sallaita, unajua umeswali wapi? Qala la, asema sijui. Ambia sallaita bi Madyana inda shajarati Musa. Ndio maana tumeanza alasiri, chikisa kina mambo mengi sana. Umeswali Jordan. Jordan ndo Madyana mimadayina. Umeswali Madyana hapa kwenye mti wa Nabii Musa. Ule mti wa Nabii Musa una nini mpaka asali? Tubabadue tusiubabadue? Zamani za kale tunataja hapo shajarati Musa. Huyu Firauni wa Musa huyu
huyo Firauni wa Musa, bwana alikuwa mtu mzuri sana. Swallu ala nabii. Alikuwa kijana safi, ila alikuwa mfupi tu, kibonge, mweusi, ametokea Yemeni. Alikuwa mwema, alikuwa anafanya uchuuzi wa kuuza matikiti. Biashara ikayumba, akawa anauza sanda, anakodisha makaburi, na ana roho nzuri, ukiishiwa unazika bure, akikudai sana anakusamehe. Alikuwa kijana mzuri sana, ila tatizo lake moja, alikuwa anacheza kamari huyo, kama wewe leo. Kamari bwana, anambeti mpaka mkewe. Mama yake akamwambia, marake vile anavyocheza kamari